Kwa mujibu wa ripoti ya Citizen TV ya kule nchini Kenya ya tarehe 22 mwezi huu wa 5 na mwaka huu wa 2025, inaelezwa kuwa Martha Karua ameandika barua kwa AU yani African Union kuhusu kuzuiliwa na kuteswa kwa wanaharakati Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire nchini Tanzania. Kiongozi huyo wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua ameandika barua hiyo kwa taasisi mbalimbali za bara la Afrika akitaka hatua za haraka zichukuliwe na serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhusu kuzuiliwa na kuteswa kwa wanaharakati wa haki za binadamu Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Katika barua hiyo iliyowasilishwa kwa Umoja wa Afrika AU, Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu ACHPR, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yani SADC. Karua alieleza kuwa kitendo cha kuwakamata wanaharakati hao kinakiuka viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na kinaweka mfano mbaya kwa mustakabali wa demokrasia katika kanda. Kwa mujibu wa Martha Karua, wanaharakati hao walikuwa sehemu ya ujumbe wa wachunguzi wa mashauri kutoka Afrika Mashariki waliokwenda Tanzania kushuhudia kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Hata hivyo, walipowasili waliwekwa kizuizini bila mawasiliano yoyote na mamlaka. Kukamatwa kwa Mwangi na Atuhaire kulitanguliwa na kufukuzwa kwa wachunguzi wengine wa kimataifa 6 wakiwemo aliyekuwa jaji mkuu Kenya, aliyewahi kuwa waziri wa sheria na mwanachama wa baraza la chama cha wanasheria wa Kenya waliowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere kwa lengo lile lile. Karua alikumbusha kuhusu tukio hilo la Jumatatu Mei 19 mwaka huu wa 2025. Martha Karua aliorodhesha madai 10 kwa taasisi hizo za bara na washirika wa kimataifa ili kushughulikia swala hilo, akizitaka taasisi hizo: moja, kutoa notisi rasmi za kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania kutaka ufafanuzi kuhusu aliko Agatha Atuhaire. Kumbuka taarifa hii imetolewa siku ya tarehe 22 ya mwezi huu wa 5 na mwaka huu wa 2025 na Citizen TV ya kule nchini Kenya, ikiwa Bi Agatha Atuhaire akiwa bado ameshikiliwa na mamlaka za Tanzania, ambapo hii leo taarifa zinasema ya kwamba Agatha Atuhaire amekwisha achiliwa na sasa amefika nchini kwao Uganda. 2. Kuanzisha mifumo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu na kuomba kibali cha kufanya uchunguzi kuhusu madai ya kuzuiliwa kinyume cha sheria na mateso. 3. Kuliweka suala hili kwenye mazungumzo ya pande mbili na serikali za Tanzania, Kenya na Uganda kwa kusisitiza umuhimu wa uwazi na kuheshimu taratibu za kisheria. 4. Kuratibu tamko la pamoja la kidiplomasia la kuonyesha wasiwasi kuhusu kutoweka kwa nguvu na kufukuzwa kwa raia wa Afrika Mashariki na kuitaka Tanzania kutatua mara moja swala hilo. 5. Kushirikiana na Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuitisha kikao cha dharura kujadili ukiukwaji huu wa itifaki za haki za binadamu na utawala wa sheria katika ukanda. 6. Kuitisha kikao cha dharura kujadili ukiukwaji huu wa itifaki za haki za binadamu na utawala wa sheria katika ukanda. 6. Kutuma waangalizi wa kidiplomasia kuhudhuria kesi yoyote iwapo wanaharakati hao watafikishwa mahakamani. 7. Kufanya mapitio ya mipango ya misaada ya nchi kwa nchi kwa kuzingatia utii wa masharti ya haki za binadamu. 8. Kuwezesha msaada wa kisheria wa kimataifa kwa watetezi wa haki za binadamu wa ndani wanaoshughulikia kesi hizi. 9. Kuwezesha msaada wa kisheria wa kimataifa kwa watetezi wa haki za binadamu wa ndani wanaoshughulikia kesi hizi. 10. Kuitisha matumizi ya mifumo ya haki za binadamu ya kimataifa ikiwemo taratibu maalum za Umoja wa Mataifa na taasisi za haki za binadamu za kikanda. 11. Kudumisha diplomasia ya umma inayoendeleza umuhimu wa haki za binadamu na utawala bora kama nguzo za mahusiano ya kimataifa katika ukanda huu. Karua aliyeandika barua hiyo kwa niaba ya mtandao wa mshikamano wa viongozi wa wazalendo wa Kiafrika, yani Pan African Progressive Leaders Solidarity Network, alitoa wito kwa taasisi hizo kujibu ndani ya saa 72. Hali hii sio tu tatizo la kibinadamu kwa watu walioathirika, bali pia ni dalili ya kushuka kwa viwango vya haki za binadamu
na haki katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mamlaka yenu ya kidiplomasia ni muhimu sana kuhakikisha kuwa nchi wanachama zinazingatia wajibu wao wa kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria, amesema. Tukio hili linajiri mara baada ya Mwangi kuonekana kwa mara ya kwanza hadharani siku ya Alhamisi, ambapo alidai kuwa mamlaka za Tanzania zilimtesa kwa karibu wiki moja. Nimepitia siku 4 ngumu sana, nimetendewa vibaya sana, siwezi hata kutembea vizuri, alisema Boniface Mwangi. Lakini ninahofia sana kuhusu Agatha kwa sababu tuliteswa pamoja na walitufanyia mambo ya kutisha sana. Natumai Agatha yuko salama. Hayo ni maneno ya Boniface Mwangi, mwanaharakati wa kule nchini Kenya. Hivi ndivyo ambavyo Martha Karua ameandika barua hii kwenda kwa Umoja wa Afrika yani AU kuhusu kuzuiliwa na kuteswa kwa wanaharakati Boniface Mwangi, Agatha Atuhaire nchini Tanzania, pamoja na mengine mengi kama ambavyo umepata nafasi ya kuyasikia mwanzoni mwa habari hii. Hata hivyo, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliitaka Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka kwa wanaotumia mitandao na teknolojia vibaya, akikemea pia wingi wa wanaharakati kutoka nje ya nchi wanaojaribu kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na kutaka kuivuruga amani. Rais Samia aliyasema hayo jijini Dar es Salaam siku ya Mei 19 mwaka huu wa 2025 wakati akizindua sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024, ambapo alisema hatotoa nafasi kwa watovu wa adabu kutoka nje ya nchi kuja kujaribu kuvuruga amani, utulivu na usalama uliopo nchini Tanzania. Tusiwe shamba la bibi kwamba mtu anaweza kuja Tanzania akasema analolitaka lipo Tanzania halipo. Watu wakajisemea tu. Tumeanza kuona mwenendo wa wanaharakati ndani ya ukanda huu kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa wasije kutuharibia, tusitoe nafasi, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika ni hapa kwetu. Ni waombe vyombo vya ulinzi na usalama kutotoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu, hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema nipo bias na nini. Ninalolifanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu wangu niliopewa. Kwa hiyo hatutotoa nafasi kwa kiumbe yeyote kuja kutuvurugia hapa, awe yuko ndani ama anayetoka nje. Katika maelezo yake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alisisitiza wizara na maafisa wanaohusika kutoa ufafanuzi kuhusu yale yanayosemwa na wanaharakati na watu mbalimbali, kukanusha ama kuchukua hatua za haraka ikiwa yanayosemwa yana ukweli kuhusiana na sekta zao mbalimbali. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu yanayoendelea sasa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.